Asante, ubarikiwe sana wewe ambaye umetumia muda wako wa Jumamosi pamoja na Jumapili kuhudhuria ibada ya uponyaji pamoja na kujenga madhabahu. Kama umefanya jambo hilo, basi hii ni ibada utakayokwenda kuiandika historia kwenye maisha yako, kwa sababu umefanikiwa kuijenga madhabahu ya Bwana kwenye maisha yako kupitia sadaka maalumu kabisa, ambayo sadaka hiyo itakuwa ni sadaka bomba na ni sadaka safi kweli kweli mbele za Mungu. Jina langu ni Bryson Kivuli, nikushukuru sana tena sana. Tukutane kwenye ibada inayofuata. Baada inayofuata, mtumishi wa Mungu anasema hii itakuwa ni Jumapili ya kutoka kwenye mji wa Sodoma pamoja na mji wa Gomora. Kwa hiyo nini inatakiwa kifanye? Ni lazima uhudhurie ibada hii ya Jumapili ya kutoka kwenye miji hii miwili. Maandiko yanazungumza vitu vingi sana kuhusiana na miji hii miwili ambayo ilikuwa na machafuko mengi, miji hii miwili ambayo ilikuwa kuna utendaji mkubwa sana wa dhambi. Lakini baada ya Mungu kuadhibu hii miji, basi kila kitu kilibadilika na miji ikajengeka upya na amani ikarejea sana. Na ndivyo itakavyokuwa kwako wewe utakayefika Jumapili hii kwa ajili ya kutoka kwenye Sodoma na Gomora ya maisha yako. Yawezekana madeni ndio Sodoma na Gomora yenyewe, yawezekana umaskini ndio Sodoma na Gomora yenyewe, yawezekana migogoro ya ndoa ndio Sodoma na Gomora yenyewe, yawezekana utasa ndio Sodoma na Gomora yenyewe, yawezekana kukosa kazi ndio Sodoma na Gomora yenyewe kwenye maisha yako. Je, wewe unayenitazama na kutusikiliza, Sodoma na Gomora kwenye maisha yako iko wapi na ni nini? Asante. Jina langu ni Bryson Kivuli. Hii ni ibada ambayo itaongozwa na mtumishi wa Mungu Evangelist and Apostle Anthony Mkani.